Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer ametangaza kujiuzulu rasmi nafasi yake ya waziri mkuu pamoja na uongozi wa chama cha Labour, hatua inayotikisa siasa za Uingereza na kufungua mbio mpya za kusaka mrithi wake ndani ya chama hicho tawala. Starmer amesema tayari amemjulisha mfalme kuhusu uamuzi wake wa kuondoka madarakani, huku akieleza kuwa mchakato wa kumpata kiongozi mpya wa Labour utaanza mapema mwezi Julai na unatarajiwa kukamilika kabla ya bunge kurejea mwezi Septemba. Katika tamko lake, Starmer amesema ameagiza halmashauri kuu ya kitaifa ya Labour kuandaa ratiba rasmi ya uchaguzi wa uongozi wa chama, ambapo uteuzi wa wagombea utafunguliwa Julai 9. Mpango huo unalenga kuhakikisha chama kinapata kiongozi mpya ndani ya muda mfupi ili serikali iendelee kufanya kazi bila pengo kubwa la uongozi. Kwa maana hiyo, Starmer anatarajiwa kubaki madarakani kwa kipindi cha mpito hadi mrithi wake atakapochaguliwa rasmi. Kujiuzulu kwake kunakuja baada ya shinikizo kubwa la kisiasa lililokuwa likiongezeka ndani ya chama cha Labour katika wiki za hivi karibuni. Kwa miezi kadhaa, Starmer amekuwa akikabiliwa na upinzani kutoka kwa baadhi ya wabunge wa chama chake waliokuwa wakihisi kuwa uongozi wake umepoteza mwelekeo na kushindwa kuimarisha uungwaji mkono wa umma licha ya Labour kuwa madarakani. Hali ilizidi kuwa mbaya baada ya matokeo mabaya ya chama hicho katika uchaguzi wa mitaa uliofanyika mwezi Mei, ambapo Labour ilipoteza nguvu katika maeneo kadhaa muhimu na kuongeza hofu kwa chama kinaweza kuingia kwenye mgogoro mkubwa wa kisiasa endapo kingeendelea chini ya uongozi ule. Kuondoka kwa Starmer kunafungua sura mpya lakini yenye misukosuko katika siasa za Uingereza. Aliingia madarakani akiwa na matarajio makubwa ya kuibadilisha Labour na kuipa nchi mwelekeo mpya baada ya miaka ya misukosuko ya kisiasa, lakini safari yake ya madarakani imekumbwa na changamoto nyingi zilizodhoofisha hadhi yake ndani ya chama na mbele ya umma. Sasa Uingereza inaingia tena katika kipindi kingine cha mpito wa kisiasa, huku taifa hilo likisubiri kuona nani atakayechukua usukani na kama Labour itaweza kutumia mabadiliko hayo kujijenga upya na kurejesha utulivu wa kisiasa ndani ya serikali. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.